Kuna hali ya wasiwasi, mgawanyiko mkali, huku mpango wa serikali pana unaohusisha chama tawala cha UDA na chama cha ODM ambacho kimeanza kulemaza makubaliano yao ya kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kamati maalum ya usimamizi ambayo ilistahili kutatua tofauti hizo na hasa kuhusu zoning haijawahi kufanya mkutano wowote, huku wanachama wa ODM wakihoji nia njema ya Rais William Ruto ya kutafuta tofauti zao. Na jinsi ripota wetu wa masuala ya kisiasa Chris Dhairu anavyoripoti, mgawanyiko huo umewashuhudia seneta wa Siaya Oburu Oginga na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga wakiachana na azma yao ya kuwa mgombea mwenza wa Ruto na kumwacha waziri wa madini Hassan Ali Joho aking'ang'ania nafasi hiyo pekee chini ya ODM. Takriban mwezi mmoja na nusu tangu Rais William Ruto aongoze mkutano wa mgogoro katika ikulu ya Nairobi katika jitihada za kuokoa ndoa ya UDA na ODM kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027, ingetarajiwa kwamba kufikia sasa kamati ya usimamizi iliyopewa jukumu la kusuluhisha tofauti zilizopo ingekutana na kuandaa ripoti ya awali. Hata hivyo, KTN sasa inafichua kuwa kamati hiyo haijawahi kubuniwa na vyama hivyo viwili vilishindwa kuafikiana kuhusu wanachama wa kamati hiyo. Hatuwezi kuwa bila power. Kulingana na baadhi ya wanachama wa ODM, serikali haina nia njema na mazungumzo hayo. Tangu wakati huo, kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed ameonekana kujiepusha na mjadala wa kugawa maeneo hadharani. Sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Hali ya wasiwasi inaongezeka pia huenda imewalazimu kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga na mwenyekiti Gladys Wanga kurejea nyuma na kuzima matarajio yao ya kuwa mgombea mwenza atakayependekezwa na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao na kuwania kuchaguliwa tena katika nyadhifa zao mtawalia. So whoever is talking of zoning as if it is a new concept is deceiving us. It is something which will happen whether we like it or not. It will happen. At the end of the day, only one person will be elected. The rest of the people will be here looking for also something else to do. And they can only find those opportunities if we are in power. And if we have negotiated properly for our party, the ODM party. So that if you are not elected, you can get something else and sit on that seat. Kulingana na katiba ya chama cha ODM, kiongozi wa chama ndiye anayepeperusha bendera ya urais moja kwa moja, na wadhifa wowote utakaobuniwa kufuatia muungano kati ya ODM na chama kingine. Baada ya kuondoka kwa Oburu na Wanga, basi hili linamwacha waziri wa madini Hassan Joho, kiongozi pekee chamani ODM, ambaye anamezea mate kiti hicho cha mgombea mwenza. Wana Mombasa, nataka niwaulize, ukiniangalia mimi sitaki kuwa rais wa nchi, nataka staki. Then also, if we check the wins that have happened in Coast and Nyanza, the broad-based government has recorded wins in the sense that they will feel that now they have the coastal vote and they have the Luo Nyanza vote and the western vote. That if you put in the equation of 2027, then it's a good starting point for the president. Kwa siku tano zilizopita ambazo Rais William Ruto amekuwa akipiga kambi katika eneo la Pwani, ameonekana kuwa na uhusiano wa karibu wa kisiasa na Ali Hassan Joho, ambaye amehakikishia rais kuwasilisha kura za Pwani kwa Kenya Kwanza kufikia mwaka 2027. Kipengele cha kugawa maeneo kinaendelea kuwa kikwazo kikuu kwa makubaliano ya kabla ya uchaguzi kati ya UDA na chama cha ODM. Je, mwelekeo wa chama cha ODM ni upi? Chris Dhairu, KTN, Nairobi. Mahakama Kuu ya Nairobi imesongeza mbele kwa siku